Karibu tena mtazamaji. Sijui kama ushawahi shiriki mazoezi ya yoga au la. Haya, tuangazie taarifa hii ambapo huku dunia inapoadhimisha siku ya kimataifa ya mazoezi ya viungo ya yoga, mamia ya Wakenya waliungana na maafisa wa kibalozi katika uwanja wa Visa Oshwal ulio Westlands jijini Nairobi kuadhimisha siku hiyo ya kimataifa ya kale ya mazoezi ya viungo na afya ya kiakili. Hafla hiyo iliyoandaliwa na ubalozi wa India ulitumia kuangazia umaarufu wa mazoezi ya yoga nchini Kenya katika kuhakikisha afya bora. Tazama. Normally you may stretch out your legs. Kwenye kibaridi cha leo asubuhi katika uwanja wa Visa Oshwal jijini Nairobi, Uttan Padasana is our next pose. Mamia ya mashabiki wa mazoezi ya yoga walijitokeza kuadhimisha siku hii ya kimataifa kwa vitendo. We are moving on to Tadasana, palm tree pose. Huku muziki ukicheza, wanaume, wanawake na watoto walinyosha misuli kwenye mazoezi ya yoga chini ya uangalizi wa wakufunzi. As you place it on the outer side of the left knee. Shughuli hiyo iliwaleta pamoja washiriki wa tabaka mbalimbali. Siku hiyo ambayo huadhimishwa tarehe 21 mwezi Juni kila mwaka ilitambuliwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2014 kwa mchango wake kwa afya. Uttan Padasana is our next pose. Shughuli hiyo ilihudhuriwa na watu wa tabaka mbalimbali wakiwemo Wakenya, maafisa wa kibalozi, wanachama wa mashirika ya kimataifa na Wakenya wanaofanya kazi nchini India ambao walikusanyika kusherehekea siku hiyo. Do this 2 more times at your own pace. Daktari Adash Swaika ambaye ni balozi wa India nchini Kenya alisema yoga ndio mazoezi bora zaidi ya kuhakikisha afya ya kiakili na viungo vya mwili. So I was very happy to see that a large number of people have joined us today. We feel that there is a lot of potential for yoga to become more popular in Kenya. As the High Commission of India in Kenya, we organize daily yoga classes at the High Commission, and we would welcome people to join those yoga classes and be a part of this yoga journey. Swaika alisema ubalozi wa India umekuwa ukiimarisha yoga kote nchini kupitia mafunzo ya kila siku na mipango ya shuleni, vyuoni na katika mijini ikiwemo Kisumu, Nakuru na Nanyuki. Yoga is something which you can do at any point of time, any point of the day, anywhere. And even if you would have seen 2 days back, we organized a chair yoga session in the United Nations. People who are spending long hours sitting and doing desk job and do not have time to go outside and do yoga, they can even for 5 minutes stretch themselves while sitting on the chairs. Aliongeza kusema yoga inatoa mazoezi mbalimbali kulingana na umri na hali ya kiafya. Yoga offers a variety of options. If you have any problems, you have arthritis, you have blood pressure, you have diabetes, there are specific yogic exercises for all these. And it doesn't take money, it doesn't need a hi-fi gym. You don't need a big park. You can do it in your room, you can do in your house, you can do in the garden, you can do in open space. That's the benefit yoga brings. Huku mazoezi ya yoga yakiendelea kushika kasi, waandalizi walisema wamevutiwa na idadi kubwa ya Wakenya wanaojiunga na mazoezi hayo ya kale. Zoezi la yoga linazidi kuwa maarufu nchini, wataalamu wakiwahimiza watu zaidi kujishughulisha na zoezi hili muhimu. Collins Kefa, Darubini.